kumshukuru Mungu aliyekupa wakati huu ili ukuze imani yako. Agano la kale, ndugu yangu, ambayo twajifunza kwayo sasa, ni kivuli cha agano jipya. Kwa hivyo kila unaposoma kwenye agano la kale, utimilifu wake waupata katika agano jipya. Kwenye somo letu la leo tutajifunza kuhusu miji ya Walawi katika sura ya 21 ya kitabu hiki cha Yoshua, na habari ya hayo makabila 2.5, jinsi walivyofanya madhabahu ya ushahidi kuhusu urithi wao katika Bwana. Hayo ni kwenye sura ya 22. Jinsi ufahamuvyo, Walawi hawakupewa nchi kuwa urithi wao kama ilivyokuwa kwa makabila mengine. Wao walitawanywa miongoni mwa makabila ili wawahudumu maagizo ya neno la Mungu. Kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 3, neno latuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Yoshua sura ya 21: wakati huo hao vichwa vya nyumba za mababa ya Walawi wakamwendea Eliazeri kuhani na Yoshua mwana wa Nuni, na hao waliokuwa vichwa vya nyumba za mababa ya kabila za wana wa Israeli. Wakanena nao hapo Shilo katika nchi ya Kanaani, wakisema, yeye Bwana aliamuru kwa mkono wa Musa kwamba sisi tupewe miji tupate kukaa humo pamoja na malisho yake kwa ajili ya wanyama wetu wa mifugo. Basi wana wa Israeli wakawapa Walawi miji hii pamoja na malisho yake katika urithi wao, sawasawa na hiyo amri ya Bwana. Jumla ya miji waliopewa Walawi, ndugu msikilizaji, ilikuwa ni 40 katika nchi yote ya Israeli, kuanzia Gadi ulioko kusini hadi Beersheba ulioko kaskazini. Ugawaji wa nchi kwa watu wale ulikuwa umekamilika, na ushuhuda kuhusu uaminifu wa Mungu ndio huu kwenye aya ya 43 na 44, ambapo neno latuambia hivi: basi Bwana aliwapa Israeli nchi hiyo yote ambayo aliapa kwamba atawapa baba zao, nao wakaimiliki na kukaa humo. Kisha Bwana akawapa raha pande zote, sawasawa na hayo yote aliyokuwa amewapia baba zao, wala katika adui zao wote hakusimama hata mtu mmoja miongoni mwao mbele zao. Yeye Bwana akawatia adui zao wote mikononi mwao. Sasa msikilizaji, Israeli wamepata kuimiliki nchi ile ya Kanaani, ila sehemu hiyo ilikuwa ndogo kulingana na ahadi ya Mungu kwao. Iwapo watapanua mipaka zaidi, ni lazima kupigana na wenyeji wa nchi hiyo na kunyakua nchi ile. Jinsi Mungu aliwaambia kwamba popote nyayo za miguu yao itakanyaga katika nchi ile itakuwa yao, ndivyo ilivyo kwao hata sasa. Kile walichomiliki wana wa Israeli wakati huo kilikuwa chao na huru kutoka kwa adui zao. Pumziko na raha walipata wakati ule. Kwa hili ningelipenda kukufahamisha kwamba pumziko letu, ndugu msikilizaji, ni ukombozi tuupatao kutoka kwa Mungu wetu kwa njia ya Yesu Kristo. Jinsi unavyofahamu, twaishi katika wakati uliojaa vuta ni kuvute na mkazo wa akili na mambo mengine ya kutufinyanga. Mambo yamekuwa mazito, na unachohitaji mtoto wa Mungu ni pumziko. Tutakapoanza kujifunza kutoka kwenye kitabu cha Waamuzi, tutaona jinsi wana wa Israeli walivyoshindwa kuwafukuza wenyeji wa nchi toka kwenye makao waliopewa na Mungu. Sababisho la wao kukosa kufanya hivyo ni kwa kuwa hawakumwamini Mungu hata kidogo. Hata Yoshua hakuwapa pumziko walilohitaji, kwani walikosa kumwamini Mungu na kumwamini nguvu zake kutekeleza yote aliyoahidi kwa mkono wa Musa, kama vile ilivyokuwa kwa Ibrahimu baba yao. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania asema hivi kwenye sura ya 4 mstari wa 9 hadi 11 kwa habari ya pumziko lililoko kwa ajili ya watu wa Mungu. Neno lasema hivi: basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Huenda msikilizaji wajiuliza jinsi waweza kupata raha hiyo au pumziko. Raha hiyo twaipata kwa njia moja, nayo ni kwa njia ya imani katika mwana wa Mungu Yesu Kristo. Yesu alikataliwa na wana wa Israeli awe mfalme wao, naye akayakataa miji yao. Pia aliwapa mwaliko wake binafsi akisema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Pumziko hili, ndugu yangu, ni ukombozi kutoka kwa Mungu kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Pumziko walilopata watu hawa
kutoka kwa Yoshua, kama vile tuona kwenye sura hii ya 21, ilikuwa kwa muda, maana Mungu aliwapa. Ndugu yangu, safari yao ilikuwa ndefu na ya kuchosha na yenye ugumu mwingi, na sasa watulia katika sehemu alizowapa Mungu ziwe milki yao katika nchi aliyoapia baba yao Ibrahimu. Naamini kwamba walipokaa katika miji yao, mioyo yao ilitulia kama vile nchi kavu hupokea maji, na jinsi mtu hupata maji ya baridi kuvunja kiu chake. Baada ya kuona hayo, sasa twageukia sura ya 22, nayo yanena kuhusu yale makabila 2.5 yalivyorudi nyumbani upande wa mashariki wa mto Yordani, na madhabahu waliojenga kama ushuhuda kuwa wao ni wana wa Israeli. Sharti lililokuwepo ni kwamba waondoke pamoja na makabila mengine ya Israeli na kuwasaidia kupigana na yale mataifa hadi watakapopata kila mmoja wao urithi, ndipo watarudi na kukaa katika urithi wao. Hili ndilo lilitendeka, kama vile twasoma kwenye aya ya 1 hadi aya ya 3 kwenye sura ya 22. Neno la Mungu latuambia hivi: wakati huo Yoshua akawaita Warubeni na Wagadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase, naye akawaambia, ninyi mmeandama hayo yote mlioamriwa na Musa mtumishi wa Bwana, nanyi mmeisikia sauti yangu katika yote niliyowaamuru. Hamkuwaacha hao ndugu zenu siku hizi nyingi hata hivi leo, lakini mmeyashika mausia ya amri ya Bwana Mungu wenu. Kabla ya makabila hayo mawili kuondoka, Yoshua aliwaita na kuwapongeza kwa kazi nzuri waliotenda. Hakika ilikuwa jambo nzuri kwao kusaidia ndugu zao katika jambo hili. Ila kwenye aya ya 5 awapa onyo na kuambia hivi: lakini mjibidiishe sana kuzifanya amri na sheria ambazo Musa mtumishi wa Bwana aliwaamuru, kumpenda Bwana Mungu wenu na kuenenda katika njia zake zote, kuzishika amri zake na kushikamana na yeye na kumtumikia kwa moyo wenu wote na nafsi yenu yote. Onyo kwa makabila hayo ilikuwa kwamba ijapokuwa wamechagua kukaa upande wa mashariki mwa mto Yordani, walipaswa kufuata amri za Mungu kama ilivyofunuliwa kwao kwa mkono wa Musa. Na baada ya maonyo hayo, aliyabariki makabila hayo 2.5 na kuwaruhusu waondoke kuuendea urithi wao. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 6 inayotuambia hivi: lakini mjibidiishe sana kuzifanya amri na sheria ambazo Musa mtumishi wa Bwana aliwaamuru, kumpenda Bwana Mungu wenu na kuenenda katika njia zake zote na kuzishika amri zake na kushikamana na yeye na kumtumikia kwa moyo wenu wote na nafsi yenu yote. Baada ya maonyo hayo, yani watu hao wapate kumfuata Mungu kwa mioyo yao yote na kuandamana naye katika kila waliloagizwa, awabariki kama vile ilivyo kwenye aya ya 6 inayotuambia hivi: basi Yoshua akawabarikia na kuwapa ruhusa waende zao, nao wakaenda mahemani kwao. Yale makabila 2.5 waliondoka na kwenda kwenye sehemu yao ya urithi kama vile Mungu alivyowapa urithi huo. Kwenye aya ya 9 na 10 neno laendelea kutuambia hivi: basi wana wa Rubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase wakarudi, wakatoka kwa wana wa Israeli katika Shilo ulioko nchi ya Kanaani, ili waende nchi ya Gileadi, hiyo nchi ya milki yao waliokuwa wanaimiliki sawasawa na amri ya Bwana kwa mkono wa Musa. Nao walipofika pande za Yordani zilizo katika nchi ya Kanaani, hao wana wa Rubeni na wana wa Gadi na nusu ya kabila ya Manase wakajenga madhabahu huko karibu na Yordani, iliyoonekana kuwa ni madhabahu kubwa. Madhabahu waliojenga makabila hayo 2.5 ilikuwa upande wa magharibi mwa mto Yordani, na neno latuambia kwamba madhabahu yalikuwa kubwa sana. Hiyo ni kusema yalionekana kutoka mbali. Madhabahu haya ambayo neno la Mungu lanena kuhusu, mabaki yake yalipatikana na yapo hata sasa. Walipojenga madhabahu hayo, wale wana wa Israeli waliokuwa wakiishi upande wa magharibi walikasirika, nao wakakusanyika huko Shilo. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 12 inayosema hivi: basi wana wa Israeli waliposikia habari hiyo, mkutano wote wa wana wa Israeli wakakutanika pamoja huko Shilo ili waende kupigana nao. Yale makabila mengine walifikiri kwamba walilotenda wana wa Israeli, yani hayo makabila 2.5, ilikuwa kukeuka maagizo yake Mungu, yani kutoa dhabihu kwenye madhabahu hayo kwa miungu mingine. Zaidi ilionekana kuwa ni jaribio la kugawanya taifa hilo. Wana wa Israeli waliokuwa upande wa magharibi walipofikia yale makabila 2.5, hivi ndivyo walivyowanenea
jinsi tupatavyo kwenye aya ya 16 hadi 18. Neno lasema hivi: mkutano wote wa Bwana wanena, ni kosa gani hili mlilolikosa juu ya Mungu wa Israeli, hata mkakengeuka hivi leo na kuacha kumwandama Bwana katika kujijengea madhabahu na kuasi hivi leo juu ya Bwana? Je, ule uovu wa Peori haututoshi, ambao hamjajitakasa nafsi zenu katika huo hata hivi leo, ijapokuwa ilikuja tauni juu ya mkutano wa Bwana, hata ikawa hamna budi hivi leo kugeuka na kuacha kumwandama Bwana? Kisha itakuwa kwa kuwa ninyi mwamwasi Bwana hivi leo, kwamba kesho yeye atakasirika na mkutano wote wa Israeli. Kabila hizo 9.5 waliona kuwa kabila hizi 2.5 walifanya madhabahu kwa Baali. Walikumbuka wakati ambapo Balaamu alifanya wana wa Israeli kutenda dhambi kwa kutia ukwazo mbele yao na kuwafanya washarati na wale wanawake wa Moabu, na hata kuabudu miungu ya Moabu. Na kwa tendo hilo waliletea taifa nzima lawama, na hasira ya Mungu ikawaka juu yao, na wengi wakauawa mbele za Bwana wakati huo. Kumbukumbu hilo liliwafanya waogope tukio kama hilo kutokea tena. Hata hivyo, makabila hayo 2.5 walikuwa na maelezo mwafaka kuhusu tendo lao. Maelezo hayo tuyapata kwenye aya ya 21 hadi 23, ambapo neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: ndipo hapo wana wa Rubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase wakajibu na kuambia hao waliokuwa ni vichwa vya maelfu ya Israeli, wakasema, Mungu Bwana, naam, Mungu Bwana, yeye yuajua, na Israeli naye atajua, kama ni katika uasi au kama ni katika kosa juu ya Bwana, usituokoe hivi leo sisi kujijengea madhabahu ili kukengeuka na kuacha kumwandama Bwana, au kama ni kusongeza juu yake sadaka ya kuteketezwa au sadaka ya unga, au kama ni kusongeza sadaka za amani juu yake, yeye Bwana mwenyewe na alitake jambo hili. Katika maelezo yao twaona kwamba watu hawa walikuwa na sababu nzuri ya kujenga madhabahu hayo, kwani walijenga madhabahu hayo kama kumbukumbu kwa kila mmoja kuwa wao ni wana wa Israeli. Hakuna sadaka au dhabihu iliyokusudiwa kutolewa kwenye madhabahu hayo. Aya ya 24 yasema hivi: au kama sisi tumefanya jambo hili kwa hadhari sana, tena makusudi, huku tukisema katika siku zijazo wana wenu yamkini wakanena na wana wetu na kusema, ninyi mna nini na Bwana yeye Mungu wa Israeli? Kutokana na maelezo ya makabila hayo 2.5, ndugu zao kutoka upande wa magharibi mwa mto Yordani waliwaelewa na kupokea hilo walilolifanya. Tukitelemka kwenye aya ya 31, neno laendelea kutuambia hivi: naye Finehasi mwana wa Eliazari kuhani akawaambia wana wa Rubeni na wana wa Gadi na wana wa Manase, akasema, siku hii ya leo twajua ya kwamba Bwana yu kati yetu, kwa sababu hamkukosa katika jambo hili mbele ya Bwana. Sasa ninyi mmewaokoa wana wa Israeli na mkono wa Bwana. Rafiki msikilizaji, hayo makabila 9.5 walitambua kuwa wamefanya haraka kuwalaumu na kuwahukumu wenzao. Hili lanikumbusha wengi katika maisha yao wanaonena na kufanya mambo mengi wasiofaa kutenda wala kunena. Mara nyingi kwa kufanya hivyo maafa hufuatia. Neno la tuhimiza tuwe wepesi kusikia, lakini si wepesi wa kunena. Mhubiri mmoja alisema kwamba Mungu ametupa masikio mawili ili tusikie mara mbili na kutafakari tulilosikia, na mdomo mmoja wa kunena hilo tulilolitafakari na kuazia matokeo yake kabla hatujalinena. Ndugu yangu, hilo ndilo wahitaji kutenda katika maisha yako. Sikia usikialo, elewa unalosikia, kisha ufungue kinywa chako na kunena. Kuna mengi utakayookoa kwa kufuata hili ni kwambialo. Na kwa kumalizia sura hii ya 22, neno lasema hivi kwenye aya ya 34: basi hao wana wa Rubeni na wana wa Gadi wakaita madhabahu hiyo Edi, wakasema, kwa kuwa ni ushahidi kati yetu ya kwamba yeye Bwana ndiye Mungu. Tunapotazama jambo hili kijuujuu, msikilizaji wangu, twaweza kusema kuwa watu hawa walikuwa na haki ya kufanya hivyo. Hata hivyo, ningelipenda usikie hili lililoko kwenye sura ya 12 mstari wa 27. Hiyo ni kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Neno lasema hivi: nawe zisongeze sadaka zako za kuteketezwa, nyama na damu, juu ya madhabahu ya Bwana Mungu wako, na wewe utakula nyama yake. Israeli waliamuriwa kuharibu madhabahu yote yaliyokuwepo katika nchi ile, na wala hawakuruhusiwa
kuacha chochote kilichowakilisha madhabahu ya watu wale. Katika kila hali twaona kwamba ni sehemu moja tu ndipo madhabahu yalifaa kuwepo, mbali na nguzo walizoziinua pale Yordani kama ushuhuda wa alilotenda Mungu walipovuka mto huo. Wale wana wa Rubeni na wana wa Gadi na nusu ya kabila ya Manase walipovuka ule mto wa Yordani walitengwa na wenzao. Licha ya kuinua madhabahu yale, ilikuwa ushahidi kwamba wamegawanywa na ndugu zao. Israeli waligawanywa kati ya magharibi na mashariki. Baadaye kutakuwepo na magawanyiko kati ya kusini na kaskazini. Madhabahu ya shaba tuliyojifunza kwenye kitabu cha Kutoka yaliakilisha kazi ya ukombozi ambao Kristo alitufanyia pale msalabani. Kwenye madhabahu hayo ndipo twapata umoja, nami nitakutana na kupatana na yeyote anayemwamini Bwana Yesu Kristo na kumwinua kama Bwana maishani mwake. Na ndivyo ilivyo kwako. Neno la Mungu kwenye sura ya 17 ya kitabu cha Injili ya Yohana mstari wa 20 na ule wa 21, Yesu aliomba akisema hivi: wala si hao tu ninaowaombea, bali na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja, kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nawe wawe ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kuwa ndiwe uliyenituma. Rafiki yangu, kila mmoja wetu aliye katika Kristo, yeye ni kiungo katika mwili wa Kristo. Jinsi makabila hayo 2.5 walivyofanya madhabahu yasiyotumika kwa kuteketezwa dhabihu yoyote, nayo ikagawanya wana wa Israeli, ndivyo ilivyo kwa wengi waliogeukia mafundisho yasiyotokana na neno la Mungu ambalo ni Biblia. Kama yale makabila 2.5, watu hao hawapendi madhabahu yasiyo na damu, wala hawataki lolote kumhusu Kristo aliyekufa pale msalabani. Hao ndio hufundisha kwamba Yesu ni kati ya njia za kumfikia Mungu na kwa dini zote ni sawa machoni pa Mungu. Uongo huo ndio waufuata ili kujipendeza wenyewe na wale wanaopenda kuwasikiliza. Hawa ni wale walioacha kweli ya neno la Mungu na kufuata njia zao wenyewe. Ni kwenye kabila hizi mbili ndipo miaka nyingi baadaye, msikilizaji wangu, Yesu alimponya huyo aliyekuwa amepagawa kwa pepo. Naye Bwana akisha kukemea pepo wale, waliwaingia nguruwe waliokuwa karibu nao. Rafiki, yasikitisha sana kuona kwamba hao waliokaa mashariki mwa mto Yordani waliingia katika hali ya kufuga nguruwe, jambo ambalo Myahudi hakuruhusiwa kufanya, maana nguruwe ni haramu na najisi. Watu hao walikosa kufuata maagizo ya neno la Mungu kwao. Yote haya yalianza hapo walipofanya uamuzi wa kukaa upande wa mashariki mwa mto Yordani. Na ndivyo ilivyo kwa wote wanaoshikilia mafundisho yasiyotokana na neno la Mungu kwenye Biblia, kama vile ilivyo miongoni mwa wengi wanayodai kuwa ni Wakristo ilhali wakubaliana na maovu mengi mno. Mfano ni hao wasioona kasoro yoyote ile kuwaoza watu wa jinsia moja na kukubaliana na hayo yasiyotokana na neno la Mungu. Mungu akusaidie ulifuate neno kama vile ya kupasa, ili uendelee kuishi kwa kumpendeza. Na tuombe. Baba mfalme, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii ya leo kwa ajili ya mafundisho tuliyoyapokea leo hii kutoka kwenye neno lako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa kutokana na haya ambayo tumejifunza leo hii, Bwana utamuongoza katika kweli yako kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, ukimsaidia kufahamu lile analostahili kufahamu, kusudi atende mapenzi yako katika kizazi hiki kilichopotoka. Haya najua kwamba ndiyo utakayeyatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Ndugu yangu, yote tuliyojifunza leo hii ilikuwa kivuli cha mengi yatakayotendeka baadaye, na kama vile wafahamu, mengi yanayotendeka leo hii ndiyo yalikuwa mfano wa kile tukionacho leo hii. Makundi ni mawili tu katika ulimwengu, wale wanaomfuata Mungu jinsi amejifunua kwetu kwenye Biblia, na wale wasiomfuata hata kidogo. Naamini kwamba umefanya chaguo la kumfuata Mungu anayejifunua kwako kwa njia ya neno lake lililoko kwenye Biblia, maana hakuna njia nyingine yoyote utakayoweza kumjua Mungu wa kweli, Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, isipokuwa kwenye neno lake lililoko kwenye Biblia. Chukua muda wako kusoma maandiko hayo, uone uaminifu wa Mungu kwa kila mmoja wa wana wa Israeli, na jinsi sisi wenyewe kama wanadamu tulivyo dhaifu kutekeleza lolote katika maisha yetu pasipo usaidizi wake Mungu. Naamini kwamba mibaraka ulizozipokea
utaungana tena pamoja nami kusudi uendelee kupokea zaidi kwenye kipindi kijacho. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.